Sasa lengo langu mimi la kusema kuanzisha ligi ya Mbunge ilikuwa kwanza ni kugusa eneo la michezo kwa wale watu ambao wamechagua kama ambao nilikuwa nimeahidi kwenye kampeni, lakini vile vile kuhakikisha hata sisi siasa yetu ya wilaya ya kwa maana kwamba sisi kuwa kitu kimoja Mwanangara inakuwa vizuri. Njia ambayo nilikuwa nimeiona ambayo ni ya kuweza kugusa eneo kubwa la wilaya yetu ya Ngara ni kupitia kwenye kata. Na kwenye kata sio kwenye kata peke yake. Mimi najua nikipitia kwenye kata hata kijiji chetu pale nyumbani Mwanangara pale na wenyewe kuna namna moja ama nyingine itakuwa ni kugusa. Wale wachezaji watakaochezea timu ya kata, kama kata atakuwa ameamua kuwachambua wachezaji kwamba bwana hao na watakulisha kwenye level ya kata, kuna mtu atatoka tu pale Mwanangara. Kwa hiyo wote ni sawa na vijiji vitano. Kwa hiyo lazima hata kama ni wale wasabu, hata kama ni wale wa kuokota mpira, lazima tu kuna mtu atatoka pale. Kwa hiyo utajua kwamba hata mtu wa Mwanangara ana nini? Imemgusa. Baada ya pale tutaenda kwenye nini? Tutaenda kwenye kata. Tutaenda kwenye tarafa kama ambavyo nilikuwa nasema. Hiyo ndio njia ambayo mimi binafsi kwa niaba yangu mimi naona ndio ambayo naweza nikawa nimeweka mkono mrefu katika kugusa eneo la wilaya nzima kwenye eneo la michezo. Kwa upande wa ligi ya daraja la 4 nimekuuliza mwenyekiti akasema huwa ni timu ambazo ni usajili 16 17 ambapo inawezekana zikatokea nyingine. Hata zitokea nyingine za kwamba ni kama 15 hivi. Amini kama 20 minimum au tuseme vyote vile. Sasa hapo kuna timu katika hizo 20 kuna timu ambayo imetoka hapa Ngara mjini imesema kuna timu 3 zina uwezo, yani lazima watapambana wataingia kwenye daraja la 4. Aidha kwa kutumia taratibu za kusajiliwa au uwezo wa kucheza. Lakini kuna kata nyingine ambazo zitakosa nini? Zitakosa hiyo nafasi ya kuweka wawakilishi. Kwa zile kata zikikosa zile zitakazokosa, mimi sitakuwa nimefanya nini? Sitakuwa nimegusa kule. Kwa kuna namna moja nitakuwa nimedili na eneo ambalo ni dogo. Sasa kitu ambacho nilikuwa nimekiwaza na yeye wenyewe mtashauri. Kwa sababu tayari kuna ligi daraja la 4. Na hata mwaka jana niliwahi kuongea na mwaka juzi nadhani 2024. Niliongea na ule uongozi uliokuwepo. Mimi nilikuwa kazi ya Mbunge. Nikawa na nia ya kuwekeza kwenye udhamini wa hili. Tukaongea kuna baadhi ya vitu tuliongea tukakubaliana. Lakini baadaye kidogo wakasema muda hakuwa rafiki kwa sababu mvua ilikuwa imeshaanza kunyesha na nini tukawa tumeacha. Tukasema tufanya wakati mwingine. Wakati mwingine uliokuja ndio kipindi ambacho pia ulikuwa mabadiliko ya uongozi kwenye maeneo mengi. Sasa mimi nilikuwa nadhani ili nisidictate utaratibu wa chama na utaratibu ambazo zimepangwa, kwa sababu hata hapa tukiingia lazima kuna kanuni nyingine tutaanza kuziingilia. Na mimi nilikuwa napenda mashindano ambayo wanasema ni mashindano ya Mbunge. Yaani kusiwe kuna kikwazo chochote. Yaani unajua sisi hapa kuna ligi kuu. Alafu kuna Dondo Cup, si ndio? Dondo Cup ni ile kwamba yaani wenyewe wanajitengenezea nini? Kanuni zao za mashindano. Kwamba bwana sisi tukitolewa mchezaji mwingine ruhusa kwenda kufanya nini? Kuchezea timu nyingine ambayo wanafanya nini? Inaendelea. Sasa mimi nilikuwa nataka ligi ambayo inabeba jina la Mbunge isiwe na yale zile kanuni zile professional sana. Lengo letu ni tutoe nafasi hata kwa wale wa chini washiriki hata itakapofika sababu washiriki wote kuna muda itafika sasa wenye uwezo ndio watafanya nini? Ndio watabaki. Nyinyi si Ngara. Sasa mimi nilikuwa nadhani hili la ligi ya Mbunge mimi naomba mniachie mimi. By the way sasa nadhani sasa haitakuwa ligi ya Mbunge. Itakuwa ni mashindano nini? Mashindano ya Mbunge. Kwa sababu ligi na maana yake ni mashindano yana maana yake. Kwa sababu ligi ni kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mashindano tunasema na sisi leo tucheze mechi inayofuata tucheze tena mwakani. Yaani tutakapopanga sisi. Sasa hili la Mbunge, ligi nani mashindano ya Mbunge, mimi nilikuwa naomba mniachie. Isipokuwa utakapofika wakati mwafaka ambapo nadhani sasa ni kufanya ni muda wa sahihi wa kufanya, nitawashirikisha chama NDFA mtusaidie kufanya nini kwenye kuratibu, mtupe ushauri wa kitaalamu, lakini tukubaliane kwamba tunaendesha mashindano kwa muundo gani. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi polisi jamii inaendelea. Yaani inawezekana leo kuna mchezaji anachezea timu mbili.
kwa wakati mmoja, yaani akitoka huko anataka kukipiga kule kwingine. Lakini mwisho wa siku ni kwamba polisi lengo lao ni kuweka watu pamoja, kuzuia uhalifu, ndio lengo lao. Wao sio kwamba sio wanakuza football, wao ni kulinda, kuzuia uhalifu na kuweka watu pamoja, kuondoa ujambazi, ukakaji, vitu kama hivyo. Hata sisi ligi ya mbunge lengo langu ni kuchangamsha nini? Kuchangamsha wilaya. Sasa ili pia isiwe ndefu, discussion isiwe ndefu, mashindano ya mbunge tuiachie ofisi ya mbunge taratibu kwa kushirikiana na NDFA na kata, kwa sababu sisi tunataka mashindano ya mbunge kata zishiriki, au si bodaboda washiriki, si mama ntilie FC washiriki, hafizi matimu yako si nini na ushirikiani, uwe ni yani changanye kila mtu, yani makundi yote yaweze kwa nini yaweze kuhusu, kwa sababu hata kusema kata pia kata peke yake baadaye inaweza kubadilika ikawa ni sura ya nini ya kisiasa. CCM sisi sasa haitakiwi kuwa hivyo, tunataka iwe ni ya makundi yote. Atakayetaka kushiriki ashiriki, mwenye uwezo atabaki kulingana na zile hatua jinsi ambazo zinaenda, ataweza kwenda mbele zaidi.